Shalom, shalom mpendo wangu, mtazamaji wa Sibuka TV, naone nisikiliza kupitia Radio Lindi FM 87.5. Ninayo furaha tena kukukaribisha katika kipindi chetu cha neno la siku asubuhi ya leo. Mimi ninayeongea mbele yako, labda ni mara ya kwanza kuniona, naitwa mchungaji Daktari Joshua Wawa. Ni mchungaji wa kanisa la EAGT Migombani Sengerema katika mkoa wa Mwanza. Karibu sana katika kipindi hiki. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya kipindi hiki kizuri cha neno la siku ambalo Bwana waenda kusema pamoja na ndugu zangu hawa. Umesema nami kwa neno lilonipa, na sasa imekupendeza nizungumze nao. Ninakukaribisha Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Useme nasi sasa kupitia neno lako katika jina la Yesu. Amen. Ndugu yangu unayenitazama, asubuhi ya leo tutaenda kusoma neno la Mungu kutoka kitabu cha waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorinto, ule mlango wa 5 mstari wa 14 na wa 15. 14 na wa 15. Naomba nisome waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorinto, ule mlango wa 5 mstari wa 14 hadi wa 15. Biblia nasema, maana upendo wa Kristo watubidisha. Maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Naomba nirudie maneno haya. Maana upendo wa Kristo watubidisha. Maana tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Mpendo wangu unayenitazama, asubuhi ya leo nataka nizungumze siri ya kuwa na bidii katika mambo ya Mungu. Siri ya kuwa na bidii katika mambo ya Mungu. Katika neno hili, haya ni maneno ambayo Paulo anawaandikia Wakorinto, na ulikuwa ni waraka wake wa pili. Na katika somo hili Paulo kwa msisitizo mkubwa anaonyesha kitu gani kinambidisha yeye na wenzake katika kufanya kazi ya Mungu. Na hii ndio kitu muhimu sana katika maisha yetu. Bidii siku zote katika kazi zetu, ziwe ni kazi za kawaida, ziwe ni kazi za kuajiriwa, iwe ni kazi ya Mungu. Bidii ni kitu muhimu sana. Ni kitu muhimu sana. Ndio maana katika Yeremia ile 48 mstari wa 10, Biblia inasema, amelaaniwa mtu yule afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Yaani bila bidii. Amelaaniwa mtu yule afanyaye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Kwa hiyo ili laana isiwe juu yetu, kinachotakiwa ni bidii. Hususani kwako wewe ambaye umeokoka, kwangu mimi ambaye nimeokoka kama mchungaji, kama mtumishi wa Mungu. Hata wewe ambaye sio mchungaji lakini ni muamini uliyookoka, unatakiwa uwe na bidii katika mambo ya Mungu. Uwe na bidii kushuhudia,
uwe na bidii kutembelea wagonjwa, uwe na bidii kwenye ibada na kadhalika na kadhalika. Bidii inatakiwa sana, na sisi ambao ni wasimamizi wa kazi ya Mungu, Biblia inasema katika ile Warumi ile sura ya 12 na mstari wa 8 anasema, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kuonya katika kuonya kwake. Bidii inatakiwa. Sasa hapa Paulo anazungumza, anawapa siri wa Korinto, na siri hii asubuhi ya leo ninakupa wewe. Sielewi unaelekea wapi asubuhi hii, lakini nataka nikuambie siri ya kuwa na bidii katika kazi ya Mungu iko hapa. Paulo anasema, maana upendo wa Kristo watubidisha. Na kwa sababu ya upendo wa Kristo anasema tumehukumu hivi, ya kwamba moja alikufa kwa ajili ya wote. Lile tendo la kufa kwa ajili ya wote, walevi, wavuta bangi, wachawi na kadhalika na kadhalika, yaani waovu wote, kuanzia yule anayefikiri ana uovu mdogo mpaka yule aliyeua maelfu, aliyeua mpaka mtoto wake, aliyeua mpaka mme wake. Anasema Kristo alikufa kwa ajili ya wote. Sasa Paulo anasema basi walikufa wote, na akasema tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili yao, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Yaani kwa lugha nyingine, Paulo alipotazama upendo wa Kristo kwake binafsi, alivyokuwa jeuri, mwenye kuliuzi kanisa, aliyekuwa anashangilia hata wakati Stefano anapigwa mawe, yeye ametunza nguo zake anashangilia, na akaona jinsi alivyokuwa na waburuta watakatifu na kuwatesa. Paulo alipofikiria namna Mungu alivyomrehemu, namna Mungu alivyomsamehe, akamtokea njiani akamwambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Yaani badala ya kumua kama yeye alivyokuwa na watesa watu wengine, anasikia sauti, japo ilikuwa ni sauti nzito, sauti yenye mamlaka, lakini bado Paulo alivyogundua nguvu za Yesu, alivyogundua uweza wa Yesu, kwamba Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Yeye akasema, huu nani wewe Bwana naye kuudhi? Akasema, mimi ni Kristo unayeniudhi. Lakini pamoja na maudhi yako yote, pamoja na uchafu wako wote, ingia mjini, huko utaambiwa ya kupasayo kutenda. Yeye aliposhuka mjini akakutana na Anania. Anania akamwombea, akaona, akaanza kula, akambatiza. Paulo akaufahamu upendo wa Mungu juu yake. Paulo alipotafakari namna ambavyo Kristo alipigwa pale msalabani, na jinsi yeye alivyokuwa na wapinga wale waliokubali mpango wa Kristo wa wokovu kabla yake, Paulo akasema, kwa kweli upendo wa Kristo, namna gani ameacha enzi yake na mamlaka aliyokuwa nayo. Biblia inasema huyu Yesu hapo mwanzo alikuwa na namna ya uungu, lakini akaona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho, bali akaiacha enzi, akashuka, akaja duniani, akawa mtii, naam, mpaka mauti ya msalaba, kiasi kwamba leo yeye Paulo wakati anaitwa Sauli wa Tarso
mtu aliyekuwa analiudhi kanisa, mtukanaji, mtu jeuri, maana ndivyo anavyosema. Akasema huo upendo wa kuniokoa mimi Paulo, mimi Sauli niliyokuwa nimeshindikana, nilikuwa nafikiri namtumikia Mungu, kumbe namuudhi Mungu, namuumiza Mungu. Alipouona huo upendo ndio uliomfanya awe na bidii katika kazi ya Mungu. Kwa hiyo siri ya mtu ya mtu kuwa na bidii katika kazi ya Mungu ni ule upendo wa Kristo, ni ule upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe kwa yeye. Bwana Yesu asifiwe. Huo upendo wa Mungu, Paulo baada ya kutafakari, baada ya kuupima, ulimpa nguvu ya kuwa na bidii naye katika kazi za Mungu. Ndio maana naye akaanza kuzunguka Rumi, Efeso, wapi, Korinto, kaanza kuzunguka Makedonia, safari zake za Injili, zile safari zote za umisheni, safari 3, na mwisho wa siku akauawa. Kilichomfanya awe mvumilivu, aweze kuvumilia haya yote, ni upendo wa Kristo. Kwa hiyo namna Kristo alivyompenda yeye Sauli wa Tarso binafsi, namna Paulo alivyomwona Yesu akiwaponya watu wenye shida, wenye taabu, Paulo akauona upendo wa Yesu juu ya watu waliokuwa na dhambi, juu ya watu waliokuwa wamechoka na kuharibikiwa na maisha. Paulo akauona upendo wa Kristo, namna alivyokuwa na wafungua waliofungwa na Ibilisi. Huo upendo wa Mungu kwa mwanadamu, huo upendo wa Yesu kwa wanadamu, ulimfanya Paulo awe na bidii isiyo ya kawaida katika kazi ya Mungu. Ndio maana hapa nasema, maana upendo wa Kristo watubidisha, yaani watu lazimu kujitoa, watu sukuma kujitoa, watu sukuma kutokulala, watu sukuma kukesha, watu sukuma kujitoa huko na huko. Nataka kusema nini asubuhi ya leo? Somo letu, siri ya kuwa na bidii katika kazi za Mungu. Siri ya kuwa na bidii katika kazi ya Mungu, siri yake ni upendo wa Kristo ndani yetu. Namna gani Kristo alivyotupenda, tunapotafakari namna gani Kristo anatulinda, anatupigania, anatutunza, namna gani Kristo anawafungua wenye shida leo. Ule upendo wa Kristo kwa ulimwengu unavyodhihirika kila itwapo leo kwa kila mwanadamu anayemgeukia, huo upendo ambao unamfanya aonyeshe hata mamlaka yake dhidi ya falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya. Huo upendo wa Mungu juu ya mwanadamu. Maana mimi mwanadamu ni nani hata nikemee pepo akatoka? Ni kwa sababu Kristo alinipenda kwanza, akanifia pale msalabani, akanitakasa, akaniosha kwa damu yake ya thamani, akanipa mamlaka, akanipa uwezo wa kuhubiri Injili, akanipa uwezo wa kufundisha, akanipa na uwezo wa kuweka mikono juu ya wagonjwa,
nao wanapata afya. Pepo tunaona wanatoka, watu wanafunguliwa. Katika macho yetu ya nyama tunaona watu wakiwa wanafunguliwa, watu wenye shida. Huo upendo wa Kristo tunapouona utendaji wake wa kazi, huo upendo wa Kristo kwetu sisi tuliokuwa waovu, leo tunafanya kazi yake. Huo upendo unatubidisha kufanya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoona watu wanajitoa, unaona mtu anabidii katika kazi ya Mungu, unaona mtu anaacha kitanda chake anakuja kukesha kanisani, labda siku 2 mfululizo. Siri iliyoko nyuma yake, nyuma ya bidii yake, ni upendo wa Kristo ndani yake. Kwa lugha rahisi, ni kwa namna gani anampenda Kristo. Na sio hivyo tu, anapima hata pendo la Kristo kwake, mpaka akachubuliwa mwili wake, kachomwa misumari, akachomwa mkuki. Huo upendo wake tunapoutafakari, huo upendo unatubidisha. Ndio maana unaona waliotangulia, manabii, mitume, wote waliomwamini Kristo walikataa maisha haya ya dunia, walikataa tamaa za kidunia, waliamua kuacha vyote, wakaamua kumwishia Kristo. Siri iliyopo nyuma ya wote hao ni upendo wa Mungu ndani yao, ni upendo wa Mungu wa kuwaokoa. Kwa hiyo tunapotafakari namna gani Mungu ametutendea, huo upendo wa Mungu unatuhimiza kumtumikia zaidi. Nataka kusema nini asubuhi ya leo? Namna gani unampenda Mungu, ndivyo utakavyokuwa na bidii. Sikiliza, namna gani unampenda Mungu, ndivyo utakavyojitoa kwake. Kama hujauelewa upendo wa Kristo, hujauelewa sawa sawa. Kama upendo wa Kristo haujadhihirika sawa sawa kwako, hatari ya ulegevu itakuwepo. Mungu atusaidie sana. Katika somo hili mimi nimeshangaa sana. Paulo anasema hivi, maana upendo wa Kristo watubidisha. Maana tumehukumu hivi, au tumeamua hivi, au tunaona hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Yaani yale mateso yaliwapata wote. Kwa hiyo kwa nyingine, ile hali ya Kristo kuteseka lazima inipate na mimi leo kuteseka kwa ajili ya wengine. Lazima na leo mimi niteseke ili wengine waokoke. Anaendelea kusema Paulo kwa ufunuo wa ajabu, tena alikufa kwa ajili ya wote, ni kweli, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe. Hii sentensi sikiliza. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe. Yaani kwa sababu Bwana ametuokoa, alikufa kwa ajili yetu, na sisi tumekuwa hai kiroho, basi sasa tutanue tu. Anasema hapana, tusiwe hai kwa ajili yetu wenyewe, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili ya nafsi zao, kwa ajili yao. Maana yake ni lazima mimi ambaye niko hai sasa nisijitoe kwa ajili yangu, nisistarehe kwa sababu Kristo amenifia pale msalabani,
yameisha. Anasema ili si tulio hai tusiwe hai kwa ajili yetu, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili ya nafsi zetu. Kwa lugha nyingine, uhai wangu nilionao leo lazima niutumie ipasavyo kwa ajili ya Kristo. Kwa lugha nyingine, lazima nami niwe na bidii ya kujitoa sana kwa Mungu. Yaani niwe hai kwa ajili ya Mungu. Nguvu zangu, maisha yangu nitumie kwa ajili ya Mungu. Kwa sababu Kristo alikufa kwa ajili ya wote, basi wote tulikufa pamoja naye. Ili tulio hai tusiwe hai kwa ajili yetu. Kwa lugha nyingine, uhai wetu tulionao, nguvu zetu tulizonazo, mambo yote tulionayo, tusiyatumie kwa ajili yetu. Upendo wa Kristo utuambie vyote tulivyo navyo tumpelekee yeye, kwa kuhubiri Injili, kwa kuwasaidia wenye shida, kwa kujitoa kwa Mungu. Uhai wetu usiwe ni kwa ajili yetu tupumzike, tule, tunywe. Uhai wetu tusukume siku nyingine kufunga na kuomba kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ndio maana yake. Yaani upendo wa Mungu, upendo wa Kristo kwetu utubidishe. Tuone ni kitu cha thamani sana Yesu kutupenda. Na kama ametupenda hivi, basi lazima na sisi tujitoe zaidi. Nilikuwa natafakari maneno haya, nikapata ufunuo huu. Ukiwa katika maisha haya ukawa na shida, umeingia kwenye tatizo kwa mfano, huoni kabisa njia ya kutokea. Akaja mtu akamwambia, una shida hii, mimi nakusaidia. Anakupa labda ni fedha, ulikuwa na shida sana na hiyo fedha, huna pa kwenda. Mtu yule akakutokea, akamwambia, nakupa hii fedha wala sikudai, nimekusaidia. Namna mtu yule alivyokufanyia, kwa mtu mwenye busara, kwa mtu mwenye roho ya Mungu ndani yake, kwa mtu mwenye ufahamu wa kimungu ndani yake, lile tendo analotendewa lile tendo analotendewa linakuwa ni deni kwake. Labda ulikuwa unaumwa, huna uelekeo, mtu akaja akakuchukua akakupeleka hospitali, ulikuwa huna uelekeo kabisa, huna fedha za kwenda hospitali, mtu akaja akajitoa kwa ajili yako akakusaidia. Yule mtu atakuwa, ukiwa na busara, atakuwa amekupa deni, amekuwekea deni kubwa. Kwa hiyo katika kuishi kwako ukiwa mzima, na wewe utaishi kwa namna ambayo utasema, nifanyeje niendelee kuwa na mahusiano mazuri na huyu ndugu? Nijitoeje? Kama unajua kuomba, labda ulikuwa unamuombea kidogo, lakini kwa namna alivyokutendea, lile tendo lake lile tendo lake kwako, namna alivyokufadhili, namna alivyotenda kwako, linakuwa ni deni kubwa. Kwa hiyo lile tendo lake kwako litakusukuma na wewe kujitahidi kufanya mambo mazuri kwa ajili yake, aone ya kwamba wewe nawe umekubaliana, yani unaridhia ule upendo wake, zile fadhili zako kwake. Ndicho anachozungumza hapa Paulo, maana upendo wa Kristo watubidisha. Nasi tumehukumu hivi, ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili yao. Hili mimi nimelipenda. Wasiwe hai kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, yaani waone deni. Hao walio hai wasiwe hai kwa ajili ya nafsi zao wenyewe,
wasitumie nguvu zao kwa ajili yao wenyewe, wasitumie baraka walizonazo kwa ajili yao wenyewe. Upendo wa Kristo uabidishe kutoa, kujenga kazi ya Mungu, kuinua kazi ya Mungu, kuwasaidia wasio na vitu, kuwaombea wajane, kuwaombea yatima, kuwasaidia katika dhiki zao, kwa sababu Kristo naye alitufia sisi yatima wa kiroho. Alituangalia sisi tuliokuwa maskini wa roho, tulikuwa makapuku, hatuna lolote. Bwana akatufia pale msalabani. Kwa ajili ya upendo wake akafa pale msalabani, akamwaga damu yake. Damu yake leo imetuponya magonjwa yetu. Kwa hiyo huo upendo wa Kristo lazima tuimize kujitoa kwa ajili ya watu wengine. Napomaliza somo langu, naomba nisome waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3. Waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3 mstari 1:16. Biblia inasema, katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Huo ndio upendo. Bwana ametutendea hivi. Upendo wake utubidishe kufanya mapenzi ya Mungu. Mungu akubariki sana asubuhi ya leo. Sielewi unaelekea wapi, lakini huko unakoelekea upendo wa Kristo ukubidishe kuishi maisha matakatifu. Upendo wa Kristo ukubidishe kutenda mema. Upendo wa Yesu ukubidishe kuendelea kuwa na mahusiano mema na Mungu. Upendo wa Kristo ukubidishe kukumbuka ibada. Upendo wa Mungu ukubidishe kuombea kazi ya Mungu Tanzania na nje ya Tanzania. Upendo wa Mungu ukubidishe kuona injili inaenea pote Tanzania na nje ya Tanzania. Upendo wa Mungu tubidishe, tusikae tu goigoi. Utuhimize kutenda vizuri sana kwa ajili ya Mungu. Mungu akubariki sana. Nikutakie kazi njema asubuhi ya leo. Kama unasafiri, safari njema. Siku nzima ya leo iwe ni ya baraka kwako. Tuombe. Baba, ninakushukuru sana kwa ajili ya ndugu yangu huyu aliyenitazama kupitia Sibuka TV, na hata huyu aliyenisikiliza kupitia Radio Lindi FM. Baba, mjalie upendo wako Kristo uendelee kutubidisha kufanya yaliyo mapenzi yako kwa nguvu zote. Asante kwa neno lako na asante kwa watu wako. Tuwe na siku njema ya leo tukitafakari upendo wako katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki, uwe na siku njema. Amen. EAGT